Maji, mimi ni Alphonse Kusaga, mwandishi wa Wananchi. Hapa ni katika mtaa Lolovono, kata Sokoine, jijini Arusha. Tumekuja kuripoti taarifa ya safari ya mwisho ya kijana Brian Mollel ambaye amefariki juzi akiwa na mwenzake kutokana na kushambuliwa na wananchi wenye hasira kali wakati akijaribu kuiba. Katika taarifa ambayo imeelezwa na mwenyekiti wa mtaa huu wa Lolovono, amewasa wazazi kuhakikisha kwamba wanawaonya watoto wao na kutowatetea katika mambo maovu ambayo imekuwa ni desturi hasa kwenye jamii ambazo zinaishi katika mji huu wa Arusha. Kijana Brian Mollel aliuawa kwa kuchomwa moto akiwa yeye na mwenzake juzi katika eneo la mtaa wa Erangau, kata ya Terrat, jijini Arusha. Mpendwa wetu Brian Elias Mollel hakuwa na ugonjwa wote sugu hapo awali kabla ya kufikwa na umauti. Ila tarehe 14 mwezi wa 3 2025 familia ilijulishwa taarifa za kifo chake, na taarifa za jeshi la polisi zilisema kuwa umauti ulimpata baada ya kupigwa na wananchi wenye hasira kali. Shukrani. Timotheo wa pili mlango wa 4 mstari wa 7. Mpendwa wetu Brian Elias Mollel amevipiga vita vilivyo vizuri, mwendo umemaliza, maana amelinda. Familia inatoa shukrani za dhati kwa uongozi wa kanisa la KKKT usharika wa Engusero kwa kumlea kiroho mpendwa wetu, ndugu jamaa na marafiki na majirani wote kwa juhudi na jitihada zenu tangu mwanzo hadi sasa tunapomhifadhi mpendwa wetu. Mungu wa mbinguni atawalipa. Mpendwa wetu Brian Elias Mollel umauti umempata akiwa na umri wa miaka 19. Bwana ametoa na Bwana ametoa, jina la Bwana lihimidiwe. Kwa majina anaitwa Moses Losingo Mollel, mwenyekiti wa mtaa Lolovono, kata ya Sokoine. Leo tuko hapa kanisani, labda nini ambacho kinaendelea? Hapa kanisani kuna kijana wetu ambaye aliyechomwa moto kule Njiro Ndogo, wakiwa wanajaribu kufanya tukio ambalo hatukujua kwa sababu hatukuwepo kwenye ile tukio, lakini kwa taarifa kwamba wakawa wameuawa vijana wawili. Waliyesimulia, maana tuliwasiliana na mwenyekiti wa Njiro Ndogo, wakasema kwamba walikuwa wanajaribu kuiba pikipiki iliyoko Sheli, maeneo ya hapo ambaye ni Sheli ya Simba. Na baada ya sisi kupata taarifa, tulipata taarifa lakini hatukujua kwamba kijana mmoja wapo ni wa mtaa Lolovono. Kesho yake ndio tulikuja kupata taarifa kwamba kuna kijana ambaye anaitwa Kija, na yeye alikuwa miongoni mwa wale ambao walikuwepo, maana yeye ndiye alikuwa anaendesha, wanasema ndio alikuwa anaendesha pikipiki. Kwa sababu huyu kijana pia ni mwananchi wako wa mtaa Lolovono, na alikuwa anajishughulisha na shughuli gani kama ambavyo mlikuwa mnamfahamu mtaani? Hakika alikuwa ni mwendesha bodaboda, na pia sio mtu ambaye ilikuwa kwamba aingie mambo kama haya, kwa sababu ni kijana ambaye yuko na baba yake, na baba yake alikuwa anafanya naye kazi, lakini baadaye vijana wanapenda kuendesha pikipiki. Kwa hiyo akaona akachaguliwa kwamba yeye akaendesha pikipiki, na baba yake, kwa sababu huwezi kumlazimisha mtu kazi, na yeye akaendelea kuendesha pikipiki. Sisi hatukujua kwamba ukweli kwamba anajihusisha na mambo kama haya. Tumekuja tukutaharuki baada ya kusikia kwamba yeye yuko miongoni mwa wale ambao walikuwa wanataka kujaribu kuiba pikipiki. Vitendo hivi vya vijana wadogo kujiingiza kwenye wizi vikoje, na unazungumza nini na unawasa nini wazazi? Kwa sababu tunaambiwa kijana huyu kwa muda mrefu, labda kwa sababu ni mwenyekiti mgeni, ulio kusikia labda tukio lake lolote limeripotiwa mahali? Ukweli sijawahi kusikia kwa tukio lolote, na kijana huyu amekuwa hapa Engusero. Kwa hiyo sisi tulivyokuwa tunamuona, na yeye ni mkimya sana, kwa hiyo hatukujua kwamba alikuwa anajishughulisha na shughuli hizi. Lakini mimi nitoe rai kwa wazazi wenzangu, inabidi sasa tuanze kuchukua hatua, maana bila kuchukua hatua tutawaangamiza vijana wengi. Kwamba wazazi sasa tuanze sisi kuwaelimisha watoto wetu madhara ya kuingia kwenye vitu vya wizi na madhara ya magrupu, ili waweze kufanya kazi, kwa sababu ukiwa na pikipiki naamini kwamba unaweza kupata kipato, kwa sababu mbona wengi wanaendesha pikipiki lakini sio waizi. Kwa hiyo na pia natoa rai kwa vijana, ukishapata mtaji wa pikipiki
inakutosha wewe kuendesha maisha yako mpaka kuweza hata kununua kiwanja na hata na hata kujenga nyumba. Kwa nini nasemea hivyo? Yaani ukipiga mahesabu mtu akaweka 3,000 kwa siku, kwa mwezi ni shilingi 90,000, kwa mwaka ni 1,180,000. Ukipiga kwa miaka 5 una 500,000, utakuwa umekosa nini? Kwa sababu ukiiba kitu ambacho utauza tu na kupata hela hapo hapo na kuisha, inakuwa ni vitu viwili tofauti. Natoa tu kwamba wafanye kazi kwa uaminifu, wafanye kazi kwa jitihada ya kutafuta maisha, si kuwaibia watu. Huyu kijana, inaonekana vijana wengi kama vile wanajishughulisha na bodaboda, lakini shughuli ya bodaboda kama kivuli tu, lakini wanafanya shughuli nyingine usiku. Hili nalo labda unalifanyia kazi kama mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama, kwa sababu kwenye mtaa wa Lovono tumwambia pia tabia hizi zipo sana za vijana kuiba. Ni kweli, kwa sababu hawariziki, naona ni tamaa ndio ya kwanza. Na sisi tumejipanga, tulikuwa tunapambana kutengeneza ulinzi. Baada ya ulinzi tulikuwa tuwaite bodaboda wote wa mtaa wa Lovono ili tukae nao tujue shida ni nini, ili wasiendelee kuangamia, kwa sababu vijana ni nguvu kazi ya baadaye. Kwa sababu kwa miaka tuliyokuwa nayo tunawategemea wao, lakini sasa imekuwa sasa wao hawataki kutegemewa, wanaingia kwenye vitu ambavyo haiwasaidii kwenye maisha yao. Maana mimi ninavyojua hakuna mwizi ambaye ameishi na hakuna mwizi ambaye amekuwa na maisha mazuri, wala hajasaidia wazazi wala hajajitaidia yeye mwenyewe, isipokuwa ni kwa ajili ya starehe tu. Na huyu kijana tunaambiwa kwamba amekuwa mama yake kidogo, babake alikuwa mkali sana, lakini mama kidogo alikuwa anamtetea. Hii nayo kama mwenyekiti pia unatoa rai gani kwa baba na mama? Wakati mwingine unaweza ukakuta baba kama hivi ni mkali, lakini utakuta mama anasimama na mwanae. Hili likoje? Mimi ni kwamba natoa rai kwa wazazi wawili, baba na mama, wasipingane. Watafute njia mmoja ambayo itakayowasaidia ili kuweza kurudisha huyo mtoto. Lakini sasa shida moja wa kina mama, ndio maana methali inasema mwana mpumbavu ni mzigo wa mamaye. Kwa sababu mama hataki kupata kwamba mtoto anakosea. Yeye anaona tu kwamba mtoto anafanya sawa, na baadaye na anamlaumu baba, na pia baadaye unakuta kwamba mtoto anamchukia baba kwa sababu ya ukali wake. Ndio maisha ambayo yanayoendelea katika nchi yetu. Watu wabadilike. Kisha tuona mwenzako ameshakuwa huko upande huu, na wewe vutane naye ili turudishe mtoto, kwa sababu mwisho wa siku ndio vifo vinatokea kama hizi. Mmelazimika leo kuaga picha tu au mliaga na mwili pia? Ni kwa sababu mwili ule shaharibika. Kwa sababu najua swala la moto ni kitu ambacho kinaunguza. Kwa hiyo kwamba kwa picha hii kuonekana ni ya mtoto, lakini mwili, sababu kwa wale kwenda mochari alisema kwamba kijana huyu alishaunguzwa, ameunguzwa kwa ajili ya kwenye shingo para kufika upande wa kiume. Kwa hiyo kwamba tumbo yote hii ilishaungua. Kwa hiyo inatoa maji. Kwa hiyo kuonekana kwamba picha ni ile ile na hata mwili ni ule ule. Kwa hiyo ukiaga hakuna shida, kwa sababu mwili ni ule ule na picha ni ile ile. Alichomwa yeye na mwenzake, labda yeye ashazikwa, labda hata kama sio mtaa wako. Umepata taarifa hiyo? Tumepata taarifa kwamba mwenzake ameshazikwa toka majuzi. Ndio. Yeye anaishi Sombetini. Kwa hiyo amezika kwenye makaburi ya Jeyara. Ndio. Mwisho kabisa, unawaambiaje vijana waendesha bodaboda ambao wanafanya kazi hii lakini ni kama kivuli tu? Waamini kwamba kuendesha bodaboda ni sehemu ya kazi na pia wanapata hela. Kwa sababu hata sisi tulinunua bodaboda, tukawapa vijana wanalipa, lakini baadaye mimi mwenyewe nilijitoa kwa sababu ya hii mauaji ya kunyang'anywa pikipiki na mtu kuuawa. Nikaona sio vema nije kuingia kwenye mkumbo wa kuendelea kuona kijana anaangamia. Nikaziuza zile bodaboda zote. Kwa hiyo naomba vijana, fanyeni kazi kwa uaminifu, bodaboda inalipa. Kwa sababu watu wapo unaowabeba, na uwe na kijio ambayo inayefahamika vizuri. Ni tukio la ngapi ili kutokea kijana kama huyu kuuawa au kuchoma moto kutokana na wizi? Wengi wameshachomwa. Maana nakumbuka mwezi wa pili pia aliuawa kijana aliyeiba pikipiki na kafariki. Kwa maana kwamba yamekuwa ni vitu ambavyo, na pia natoa rai kwa wananchi, hata kama atakuwa mtu ameiba, tusichukue nguvu mkononi kuwaua watu, kwa sababu damu ya mtu ikimwagika bado itakuwa inalia ardhini. Iwepo mtu ameshikwa, basi tumpeleke mahali panapohusika kuliko kuwaua vijana wetu, kwa sababu leo unamuua wa yule na wewe unaua kwako. Kwa hiyo wote tuko njia moja. Lakini kuna ile perception kwamba yeye akikukuta wewe ndio utakufa,
Kwa hiyo ni bora umuwahi mapema kuliko yaje kuwahi. Hilo ni neno tu, kwa sababu unajua vijana ni wadogo sana. Kwa hiyo anaamini kwamba akikukata kukutoa wengi ndio atafanikiwa yale ambayo anayataka. Lakini sisi wananchi kumuua mtu ni halali? Sio halali. Naomba tujaribu, kwa sababu pia wananchi wamekengeuka. Anaweza tokea kiongozi ili awasaidie ule kijana asiuawe, lakini hawataki kumsikiliza kiongozi, wanaendelea kuua tu. Sasa inakofikia ni mahali ambapo hebu tujaribu tuwe wastaarabu ili mauaji haya yasiendelee kutokea. Wewe una historia ya wananchi wengine ambao wameuawa na vibaka kwenye mtaa wako Lolovono? Nina historia ya watu kukatwa, lakini sio kuuawa. Na majeraha makubwa, manake kama vile yanapelekea kifo hivi na ama ulemavu wa kudumu? Inapelekea pia paka ulemavu wa kudumu, lakini bado wanaishi. Sasa kwa nini huyu kibaka ukimkuta umuache? Ndio hoja sasa ya watu kwamba huyu kibaka anakusababishia ulemavu ama anakuwa kabisa. Sasa mkimkuta tunamwachaje? Si sheria ipo. Kwa sababu sasa hivi sheria iko wazi sana. Kwa sababu naamini hata kwenye mtaa wangu kuna vijana 3 walikamatwa, ni watu ambao watatu mzuka. Lakini walivyofikishwa polisi ilionekana historia yao, na wao walipelekwa mahakamani na pia wameshafungwa miaka 5. Kwa hiyo maana kwamba sheria inafanya kazi. Kwa hiyo sisi tusilipize kizazi, bali tuweze kwamba sheria inafanya kazi na watafungwa, ili baadaye wakishafungwa wakirudi watabadilika. Na wote kama unaye leo na mimi kesho, si ndio usimtishie mtu kwa sababu hujui kesho yake. Kwani una maisha yake wewe? Umemleta duniani wewe? Hujui kesho ya mtu. Kesho ya mtu imebebwa na Mungu. Kesho ya kwako imebebwa na. Kwa kama kuna ndugu wanaotaka kuwatumishaga watu na kuwatesa watu kwenye familia kwa sababu mna vijisenti, mimi nataka kuambieni, kati ya dhambi unaifanya mbaya na kubwa kuwanyenyekea watu badala ya kumnyenyekea Mungu. Kuna mnyenyekeaje mwanadamu? Tuheshimiane. Nimesemaje? Nimesemaje? Kama una senti yako tufanyaje? Tuheshimiane. Tufanyaje? Tuheshimiane. Hata kuna jamaa mmoja alinitishiaga akaninyima gari wakati ya ndoa yangu. Alafu nikaenda nikakodisha ile gari ya unashusha milango inafunguka tu hivi. Alafu baada ile gari yake na hela yake baadaye tena anakuja kuniomba gari yangu. Tuheshimiane. Bwana asifiwe. Amen. Umeninyima leo lakini Mungu alinipa kesho. Si ndio Usinitishie. Mwambie jirani yako usinitishie. Bwana asifiwe. Amen. Kwa Petro anajibiwa swali kwamba kwa sababu umeacha vyote na mimi ni shahidi ya kwamba umeacha vyote mara 100 hapa duniani, sio mbinguni. Mara 100 wapi? Kwani sisi tu wenyewe tunakataa kukaa na Yesu, kumfuata Yesu. Tuna mara 100 hapa duniani. Haleluya. Bwana asifiwe. Lakini akasema jambo la pili, alisema utapewa ndugu wengi na watoto. Yaani kusema ndugu haina maana ya kuzaliwa tuna ndugu. Utakuwa na ndugu wengi sana. Bwana atusaidie.